Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kujuzana yote ambayo unapaswa kuyafahamu, hasa yanayojiri katika anga za kimataifa. Wakati huu nakupeleka moja kwa moja huko nchini Israel. Sasa hapa kuna mkinzano. Kinachoaminiwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu dhidi ya Irani ni vita, kwamba ndiyo pekee inayoweza kuleta mwafaka kati ya mgogoro wa nchi hizo. Lakini kwa upande wa rais wa Israel Isaac Herzog, yeye anaamini suluhisho la kidiplomasia ndilo njia pekee ya kumaliza mzozo na Iran. Rais anasema suluhisho la kidiplomasia litamaliza mgogoro na Iran. Netanyahu anaamini kwamba vita ndio njia pekee. Sikiliza taarifa hii mtazamaji. Rais wa Israel Isaac Herzog amesema anaamini kuwa suluhisho la kidiplomasia ndilo njia bora ya kumaliza mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran, huku akiunga mkono msimamo mkali wa Marekani dhidi ya Tehran. Akizungumza katika mahojiano maalum na Al Arabia English siku ya Alhamisi mjini Jerusalem, Herzog alisema Israel imekuwa ikitoa tahadhari kwa muda mrefu kuhusu mwenendo wa Iran, akidai kuwa taifa hilo lina historia ya kukiuka makubaliano na kutumia makundi washirika kutekeleza maslahi yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, alisisitiza kuwa licha ya wasiwasi huo, mazungumzo ya kidiplomasia bado ndiyo njia sahihi ya kutafuta suluhisho la kudumu. Ninaamini suluhisho la kidiplomasia ndilo linalopaswa kutumika kumaliza mzozo huu, na huo pia ndio msimamo wa Israel, alisema Herzog. Rais huyo pia aliipongeza Marekani kwa kile alichokiita hatua ya kutoa ujumbe thabiti kwa Iran, akisema ni muhimu Tehran ifahamu kuwa haiwezi kuendelea na vitendo vinavyoongeza mvutano bila kukabiliwa na matokeo. Kuhusu madai kwamba vita dhidi ya Iran vimekuwa vikishindwa kwa upande wa Israel, Herzog alisema ni mapema kutoa hitimisho, kwani bado kuna nafasi ya mazungumzo kuendelea. Aliongeza kuwa Israel haikushiriki moja kwa moja katika mazungumzo hayo, hivyo hakutaka kutoa hukumu ya mwisho. Aidha, alisisitiza kuwa makubaliano yoyote yajayo yanapaswa kuhakikisha Iran haipati uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia wala kutumia uwezo wao kuitishia jumuiya ya kimataifa. Herzog pia alionya kuwa kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kutakuwa na athari kubwa kwa biashara na usafirishaji wa nishati duniani, akikitaja kitendo hicho kuwa ni shinikizo lisilokubalika kwa jumuiya ya kimataifa. Akizungumzia uhusiano wa kikanda, rais huyo alisema Israel bado ina nia ya kuimarisha uhusiano na mataifa mengine ya Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia. Alisema makubaliano ya baadaye yanapaswa kufikiwa kupitia mazungumzo moja kwa moja kati ya Israel na Saudi Arabia kwa ushirikiano wa Marekani. Herzog alihitimisha kwa kupongeza mafanikio ya makubaliano ya Abraham Accords, akisema yameimarisha ushirikiano kati ya Israel na mataifa kama Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco, huku akiitaja Saudi Arabia kuwa taifa muhimu lenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Hiyo ndio taarifa ambayo inazungumzia msimamo wa rais wa Israel Isaac Herzog kwamba suluhisho la kidiplomasia pekee ndiyo njia ya kumaliza mzozo na Irani na wala si vita. Tuachie maoni kwenye uwanja wa comment mtazamaji wetu, ili baadaye tupite na maoni yako sisi hapa ofisini.